Kila mwaka mnamo tarehe 15 Juni, dunia huadhimisha siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee. Siku hii ni fursa muhimu ya kutafakari changamoto zinazowakabili wazee wetu, kupiga vita aina zote za ukatili wanaofanyiwa na kuweka mikakati thabiti ya kuwapatia maisha yenye utu, amani na afya njema. Katika jamii zetu, ukatili dhidi ya wazee hauji tu kwa sura ya vipigo au kudhulumiwa mali. Huja pia kwa sura ya kisaikolojia, kutelekezwa na kukosa huduma muhimu za afya na utengamao. Uzee ni jaa la busara, lakini katika ulimwengu wa sasa, jaa hilo limeanza kuonekana kama mzigo. Tunapoadhimisha siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee, tumefanya mahojiano ya kina na wazee waliopo katika jamii pamoja na wanasaikolojia ili kubaini ukweli uliofichika nyuma ya milango iliyofungwa. Je, bado tunaishi katika jamii inayojali au maadili yetu yameporomoka kiasi cha kuacha wazee wetu kwenye mataa? Ukiangalia historia ya Kiafrika, mzee alikuwa nguzo, mwamuzi na maktaba inayotembea ya jamii. Hata hivyo, ukiingia mitaani leo, utofauti wa maisha ya zamani na sasa unaonekana wazi. Kubadilika kwa mifumo ya uchumi na utamaduni kumesababisha mtikisiko mkubwa katika uhusiano wetu na wazee hawa. Ili kuelewa kama mabadiliko haya yameathiri nafasi yao, tuliwaomba wazee wenyewe watupe tathmini yao ya unyofu. Jamii ya leo tofauti na jamii ambayo sisi tulikuwa vijana, kwamba tulikuwa wazee wetu walikuwa wanahangaika na sisi vijana tulikuwa tunaenda mashuleni. Kirudi mzee wako ukimwambia akikuagiza ufanye kitu unakitekeleza kama anavyotaka yeye. Lakini sasa hivi kutokana na hii hali ngumu ya maisha, vijana wengi wameshikwa na maisha na mihangaiko ya kutafuta riziki. Kwa kweli kwa jamii ya leo ni vigumu, kila mmoja anakufa na laki. Hata ikiwa ni mwanangu labda wa kumzaa mimi, akiwa na familia yake pembeni, si rahisi aje kujali wewe, lazima atizame familia yake. Jamii ya leo nawathamini wazee sawa, lakini nawathamini kwa nini? Kwa kauli tu, lakini sio nawathamini wazee kujua kweli wazee ni tunu ya taifa. Kutothaminiwa kwa wazee sio jambo la kufikirika tu, kunajidhihirisha katika maisha yao ya kila siku kupitia vikwazo vya kiuchumi, kijamii na kiafya. Maisha ya uzeeni yanapaswa kuwa ya mapumziko, lakini kwa wazee wengi wa sasa, kila kukicha ni vita mpya ya kupigania utu wao. Changamoto ya kwanza, maradhi. Sasa hivi wazee tunashambuliwa na maradhi mengi ambayo wakati mwingine hata namna ya kuyamudu kwenda hospitali kujihudumia inakuwa ni shida. Wapo wazee ambao walikuwa wafanyakazi wastaafu, wale angalau wana bima za afya. Lakini kuna wazee ambao tangu ujana wake alikuwa mkulima, fanya biashara, lakini mpaka alipofikia kwenye uzee hana jinsi yoyote ya kupata bima ya afya, hana jinsi ya kujitibu maradhi yoyote yale, hata ikiwa malaria. Daktari anakuambia kwanza bima ya afya iko wapi? Kama wewe ni mzee, mtu unakosa jibu la kuweza kumjibu. Inabidi sasa ufanye nini? Uingize mkono mfukoni. Na kipindi hicho unapoingiza mkono mfukoni, una chochote ambaye ulikuwa na kialfu labda chakula wa familia, unakuja kujikuta umeisha kitoa. Unarudi nyumbani, mnaanza ugomvi na mama. Mama anakuambia, unaona, mimi nitakuaje au nitafanya nini hawa watu? Na hicho ndio changamoto kubwa inayotuweza kutukabili sisi katika maisha yetu. Maisha yamepanda sana, na kama yamepanda sana, kazi wengi hawana. Wengine tunao hapa, lakini mpaka waletwe na mkokoteni hapa au na kibajaji. Changamoto kubwa ni kuhusu malazi, chakula, matibabu. Mbali na changamoto za wazi kama njaa au kukosa matibabu, kuna aina ya ukatili hatari zaidi ambao haujawahi kuacha alama ya damu mwilini: ukatili wa kisaikolojia. Hapa ndipo tulipomhusisha mwanasaikolojia ili atusaidie kuona yale yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Mtaalamu
anatufafanulia mapazia ya siri kuhusu jinsi wazee wanavyoteseka mioyoni mwao huku wakitabasamu kwa nje. Dalili ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba mzee ananyanyaswa kisaikolojia zipo nyingi, na ni ngumu kuchora mstari kati ya dalili za mzee na dalili za mtu ambaye ni kijana. Sasa kwa ujumla, mtu ambaye ananyanyaswa kisaikolojia specifically kwa wazee, ni cha kwanza ni kutokuwa na uhuru wa kuelezea hisia zake. Ile jamii ambayo anakaa nayo, anaishi nayo, kuna namna wanambana, wanamnyima nafasi ya kuelezea hisia zake, labda kwa kumnyanyapaa, kuona huyu ni mzee atatuambia nini. Kwa hiyo inaweza kawa ni kiashiria kimojawapo cha unyanyasaji wa kisaikolojia kwa wazee. Lakini muda mwingine majina wanayopewa wazee wetu, kuna majina ambayo wanayowapa yanawanyanyasa kisaikolojia, majina ambayo sio mazuri sana, na hii inategemea na huyo mzee amezeeka vipi. Kuna wazee ambao wanazeeka lakini pia ule uzee wao unawasababisha watu wengine wawape majina. Kwa yale majina ambayo wanapewa na jamii inayozunguka inawasababishia wapate changamoto ya afya ya akili ambayo inasababishwa sana na unyanyasaji wa kisaikolojia. Jambo lingine ni pale ambapo mahitaji, yani jamii ina expectation, ina matarajio kwa yule mzee. Sasa kama hajayafikia, kuna namna jamii inaanza kumtenga. Ule kumtenga kwa huyu mzee inakuwa ni kama manyanyaso kwake, ambayo inamuathiri zaidi kisaikolojia yeye kama mzee. Swali linaloumiza kichwa daima ni hili: ikiwa wazee wanapitia mateso makali kiasi hiki nyumbani mwao, kwa nini hawayasemi? Ni nini kinachoziba vinywa vyao kiasi cha kuchagua kufia ndani kuliko kuomba msaada? Mwana saikolojia anatueleza kuwa nyuma ya ukimya wa mzee kuna hofu kubwa, aibu na mapenzi yaliyopitiliza kwa watoto wao waliogeuka kuwa watesi wao. Yes, baadhi ya wazee wanashindwa kweli kuripoti vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa kulingana. Sababu ziko nyingi, lakini moja inaweza kuwa na mambo mengine ambayo yanafanywa, yanaweza kuwa wao, inaweza kuwa ni sababu ya kwanza, kwa sababu wengine, kuna wazee ambao tunasema kwenye stage ya uzee kuna inaitwa stagnation versus despair. Kwa Kiswahili nakosa, lakini ni ile mtu anazeeka akitazama nyuma anagundua kwamba amefanya mambo mazuri sana, kama ni watoto amesomesha, kama ni uwekezaji amefanya, kwa anazeeka vizuri, hana majuto. Lakini kuna mzee wa namba 2 ambaye anazeeka akitazama nyuma anaona majuto. Kuna vitu vingi alifanya vibaya, kuna watu aliwakosea, kuna watu walitendea mabaya, alikaa na mke wake vibaya, watoto hakuwajali. Kwa sasa amezeeka, jamii inamtenga, watu wake wa karibu wanamtenga, akiangalia nyuma haoni chochote. Tunasema hiyo stage inaitwa despair, kwa maana anakuwa na majuto mengi kuliko vitu vya kujifari. Sasa jamii inategemea na huyu mzee amezeekaje. Huyu mzee wa kwanza ambaye amezeeka vizuri, treatment yake kwa jamii ni tofauti na huyu mzee ambaye amezeeka vibaya. Wengi wanaoathirika ni hao ambao kwenye stage nyingine ambao wanazeeka vibaya, akiangalia nyuma ni majuto zaidi kuliko vitu ambavyo amefanyikiwa. Hakuna alama ambayo imeacha kwenye jamii zaidi ya majuto, uchungu na kuwaumiza watu wengine. Pale mzee anaponyamazia ukatili huo, hatua inayofuata mara nyingi ni yeye kusukumizwa pembezoni mwa maisha ya familia. Anaishi humo ndani, lakini anachukuliwa kama pambo lisilo na kazi. Mwana saikolojia anatahadharisha kuwa adhabu hii ya kumtenga mzee na watu wake wa karibu ina madhara mabaya sana kiakili, na inaweza hata kufupisha umri wake wa kuishi. Unapomtenga mzee yani unamuathiri moja kwa moja, kwa sababu kumbuka, kipindi cha uzee ni kipindi ambacho utegemezi unakuwa zaidi kwa watu wa familia. Kwa mfano watoto, labda wajomba, mke muda mwingine kama mke bado ana nguvu. Kwa kitendo cha familia kuanza kumtenga mzee, manake unazidi kumuongezea mzigo yule mzee, na mzigo mwingi unaweza kuwa sio wa mahitaji ya kimwili. Wazee wengine wana kila kitu, ila wamekosa tu mtu wa kuongea naye pale nyumbani. Wazee wengine wana mali, wana kila kitu ambacho fedha inanunua, lakini wanakosa mtu wa kumhudumia pale nyumbani. Kwa hiyo wanatamani awepo mtu karibu wa kumwambia mzee, umeamkaje, nikuwekee maji, mzee umekula nini, apige naye story na wajukuu na wale wazee wa nyumbani. Akikipata hicho kitu anakuwa na faraja sana. Tafsiri yake ni nini? Akikosa hicho kitu, akikosa hiyo huduma, anafadhaika sana. Kwa hiyo jamii inavyotenga wazee, kwanza inafupisha umri wao
wazee wengi ambao huwa wanastaafu wanaishi muda mfupi sana then wanafariki. Moja kati ya sababu ambazo zinasababisha kufariki mapema ni hiyo kutengwa na jamii, kutengwa na familia, kutengwa na mke, anakuwa mbali, kwa hiyo anakuwa mnyonge, anakuwa na msongo wa mawazo, mwisho wa siku anapata magonjwa yasiyoambukizwa kama kisukari, pressure, mwisho wa siku anafupisha uhai wake. Baada ya mwanasaikolojia kuweka wazi mzigo mzito wa kisaikolojia, sonona na upweke unawasumbua wazee wetu, tulitaka kujua upande wa serikali unachukua hatua gani kukabiliana na janga hili la kimya kimya. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa anaingia kati kueleza mikakati ya jinsi serikali inavyoweka kipaumbele cha kwanza kwenye ustawi wa akili ya wazee. Kuimarisha huduma za afya ya akili na utengamao hususan kwa watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Kuandaa mpango mkakati wa afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na jamii utakaohusisha kinga, tiba na utengamao. Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya, kukuza usalama na ustawi wa kiakili na kuendeleza kuimarisha huduma za afya ya akili, kisaikolojia, utengamao na huduma za wazee katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Baada ya kuona athari hizi za kutisha za kisaikolojia, ni wazi kuwa hatuwezi kuendelea kubaki kama watazamaji. Tiba ya kwanza haipatikani hospitalini, bali inatakiwa kuanza kwenye ngazi ya msingi kabisa ya jamii, ndani ya familia. Tuliwauliza wazee wetu na mtaalamu kuhusu hatua madhubuti zinazoweza kuchukuliwa ili kurudisha furaha iliyopotea majumbani. Yes, kama familia tunafahamu kwamba binadamu huwa tunafanya makosa, na bahati mbaya kuna age huwezi kurekebisha yale makosa. Kwa jamii kama jamii nataka itambue kwamba bila hawa wazee sisi tusingekuwepo. Kwa pamoja kwamba na makosa ambayo wameyafanya wakiwa vijana, wakiwa kwenye nafasi, kwenye hizo position, tuwasamee basi na tuweze at least kutambua ule mchango wao kwenye maisha yetu. Fahamu hakuna taifa bila wazee, hakuna vijana bila wazee, hakuna watoto bila wazee. Kuna vitu ambavyo wamefanya vizuri sana, basi tuangalie hivyo vitu vizuri na tuache vile vibaya ambavyo yamkini tukiweka nguvu zetu huko tutawasupport, tutakuwa nao karibu. Wanatuhitaji sana sisi kuliko wao tunavyowahitaji. Hata hivyo, upendo wa familia pekee hautoshi ikiwa mzee atabaki ndani bila kujichanganya na jamii pana. Kupitia vikundi hivi, wazee wanapata fursa ya kugeuza uzee wao kuwa kipindi cha uzalishaji na furaha mpya, jambo ambalo wazee wenyewe walisisitiza umuhimu wake. Katika umri wa mzee, kuna umri ukifika, mzee anatakiwa apate shughuli, vitu vya kumshughulisha. Kuna nadharia inaitwa activity theory. Yaani kuna umri ukifika, mtu akisha staafu anatakiwa aendelee kufanya vitu vingine tofauti, asikae tu nyumbani kulala, kula na kunywa. Hapana. Sasa vile vikundi vya kijamii anapoenda kushiriki vinamfanya aendelee kuwa active, aendelee kufikiria. The more anaendelea kufikiria, anatoka nyumbani anarudi, vinamfanya awe mwili wake uwe active, lakini vinaendelea kuongeza ile lifespan. Kumbuka kule anaenda kukutana marafiki, anapiga story, vinasaidia pia katika kuboresha afya ya akili. Kuliko yule mzee ambaye anakaa tu nyumbani, haendi jumuiya, ana kikundi chochote, anabaki kuwa na mawazo na stress, na mbaya zaidi jamii ikiwa ile familia au watu wa karibu wakiwa wanamtenga. Kwa faida ni nyingi sana za mzee kujiunga kwenye vikundi kuliko hasara. Uhusiano kati ya wazee na jamii sio wa kupokea tu msaada. Wazee wana mtaji mkubwa wa maadili ambayo jamii ya sasa inafuata kwa kasi. Katika kipindi hiki ambacho vijana wanapotea kwenye mmomonyoko wa maadili, wazee wanajiona kuwa wana wajibu wa kihistoria wa kunyoosha kizazi hiki ili kuokoa mustakabali wa taifa. Tunajitahidi kukaa na familia yetu wenyewe kwanza karibu, na nje kama anapokosea ili kumuonya, lakini saa nyingine kama ikishindikana unapompeleka polisi mtoto ili aonywe, anaona kama jambo la faida ambayo anaona hamna ukali, hamna toa yote. Ukipeleka serikali ya mitaa anadharau, ukipeleka kituoni anadharau, unaona hiyo. Kwa hiyo kitendo hichi vijana wengi wamekeuka maadili, hasa wanakuhusu na masimu na hii na ulevi sasa hivi umekisiri. Ili daraja hili la maadili lifanye kazi, ni lazima kuwe na utayari wa kusikiliza kutoka kwa wale walioelekezwa. Huwezi kupokea busara kutoka kwa mtu usiyemheshimu.
Ndiyo maana wazee wetu walitoa siri na miongozo ya jinsi vijana wanavyopaswa kuishi nao ikiwa wanataka kupata baraka za kuishi miaka mingi duniani. Wazee ni chimbuko la familia. Vijana wametokana na wazee. Hata wazee pia zamani walikuwa vijana. Wamepoteza muda wao, wamepoteza maisha yao, wamehangaika kwa ajili ya kuzaa, kuwalea watoto na hatimaye na wao kufikia kwenye umri wa utu uzima au kuwa vijana. Kwa hiyo kwa namna hiyo natakiwa na wao wajali, wathamini kwamba baba, mama, jirani yangu mzee, babu pia naye anatakiwa athaminiwe, ajaliwe na asikilizwe pia. Panapo msaada wapewe msaada. Panapo kusikilizwa basi pia wasikilizwe. Kwa sababu bila hivyo wazee wanakata tamaa. Utakuta wazee wengine wanajifungia tu ndani, hana cha kufanya, hana pa kwenda, hana wa kumsikiliza, hana pia wa kumshauri. Lakini wakiwa karibu na wazee ni kuwashauri, kuwaelekeza, kuwasikiliza, kuwatia pia moyo. Kwa mfano kama sisi hapa Kiwalani tumeunda kikundi chetu kiokoa wazee. Tumeunda hiki kikundi kwa ajili ya kushauriana, kufarijiana, kutembeleana, kusaidiana katika matatizo mbalimbali, kwenye shida na kwenye raha. Na pia kuhamasishana kwamba uzee sio ugonjwa, na kama ukiwa mgonjwa unatakiwa ufanye hivi, yani kushauriana kwa matatizo mbalimbali. Kwa hiyo vijana wanatakiwa pia wajali wazee kwa kuwashauri, kuwaelekeza, kuwasikiliza na kuwatia moyo pia. Mimi ujumbe wangu naomba sana vijana wote Tanzania mzima warudi nyuma tulipotoka sisi. Watutii sisi wenye mamlaka ambao tuliwazidi umri. Na wao watakuwa na baraka kupata kwamba kama kazi au baraka ya kuwa na mtu ambao mtu mwenye heshima lolote kitokea watakuwa na baraka. Sasa watoto wengi baraka hawana kwa sababu wamekeuka maadili wazazi wao wanayafanya wao kama wanajua. Kama kichwani mwiko anataka kudadisi mwiko hii baya babake nini. Sisi kwa zamani kwa tupo hiyo bwana kitu fulani tunda fulani usile au ndege fulani usile, nyama fulani usile. Basi mtu ulikuwa unakili faida ya wazazi wako ambao wazidi mamlaka. Sasa hivi haipo. Kwa hiyo naomba vijana warudi nyuma, na kirudi nyuma na kufikiri watapata mafanikio. Aidha kwa mfano kumwomba afanye kazi, afuta ada kibao chochote. Lakini sasa hivi vijana unataka mzazi unajenga nyumba pale kuna tofali fundi umemweka, kama mtoto wako anataka kutoka ndani mule asimsaidie hata fundi ushika tofali. Lakini matokeo yake baba akifa anaomba siku ile nyumba iuzwe ili apate mgao. Kwa hiyo maadili yale vijana wengi watakuwa wamepotea. Tunawaomba sana vijana wote wageuke, warudi nyuma na wasikize wazazi wao na watu wenye mamlaka ambao waliowazidi. Hapo usalama utakuwepo kwa vijana na sisi wazee tutakuwa tunatulia. Baada ya kusikia kilio, miongozo na msisitizo wa wazee wetu, ni wakati sasa wa kuwasikiliza wale wanaotajwa kama tegemeo la kesho, yaani vijana. Tofauti na dhana inayovuma kuwa vijana wote wa sasa wametelekeza utamaduni wa kujali, wapo vijana wengi wanaojitambua na wanaotambua kuwa kuwatunza wazee sio fadhila bali ni deni na jukumu lao la kimsingi la kibinadamu na kifamilia. Ni wajibu wangu kuwatunza na kuwalea wazee wangu, maana wazee hawa ndio kama nguzo ya taifa, vile vile ndio kama nguzo yangu mimi kama kijana, na mafanikio yangu yanapitia mikononi mwao. Kwa hiyo kama mimi inatakiwa nipambanavyo kidogo, nachopata naweza nitenge nusu kidogo niwawezeshe wazee wangu. Tujaribu sana kuwalea wazee wetu, babu zetu, kwa sababu bila wao sisi tusingekuwa hapa. Na mzazi au babu anapopata mjukuu au mzazi anapopata mtoto, anategemea baadaye anapokosa nguvu huyo mtoto aweze kumsaidia. Ina umuhimu mkubwa kwa sababu unapomsaidia mzee, hata wewe cha kwanza unapata mibaraka, mambo yako unayofanya yatakuwa mepesi kwa maombi yale. Mfano unapokuwa na mama nyumbani kule kijijini au baba, unapowakumbuka kwa kidogo, ukimtumia akaenda akanunua sabuni, akanunua unga, akanunua chochote kile, yeye moja kwa moja atakuombea, ataomba kwa Mwenyezi Mungu kwamba mwanangu alipotoa aongezewe. Kwa hiyo wewe huku kwenye mangaiko yako utapata baraka. Tukiwa tunaelekea mwisho wa tathmini hii, ni wazi kuwa tunahitaji mabadiliko ya kimfumo.
Hatuwezi kuendelea kuishi kwa mazoea huku wazee wetu wakiteseka. Tuliwataka wazee watufungulie mioyo yao kuhusu taswira ya kesho wanayoitamani, jamii mpya yenye usawa na utunzaji wa haki zao. Kutokana na mmomonyoko wa maadili, vijana wengi wamekwenda kinyume na taratibu na enzi tulipotoka sisi. Hivyo vijana wangebadilika. Kubadilika kwao, kwanza kuna vitu ambavyo wanatumia hasa zinapoteza simu katika mtandaoni, na hata kimwona mzee anapita basi wanatukana matusi ambayo ya ajabu kata sisi ya kwa tufanye. Tukikosea basi tunaitwa kwa wazee, tunatandikwa viboko, tunakuwa tunatia. Kwa sasa hivi hiyo vijana wengi hawapo. Mabadiliko kwa kweli tungelipenda, kama sisi wazee hatuna nguvu yoyote ya kuweza kusema kwamba labda nikanyanyua tufari au nikachukua kitu fulani niweze kujisaidia. Lakini sasa nategemea hiyo jamii yenyewe iwe na kipato, na yenyewe kile kipato igawa kwangu na igawike kwa familia yake. Unajua wazee kila siku wanaumwa, akilala akiamka anaumwa, akilala akiamka anaumwa. Hakuna mzee akalala akisema nimeamka leo si jambo, hamna. Akilala akiamka ajisikia kuumwa. Kwa hiyo tungepata uwepesi wa wazee wakawa nasaidiwa hata matibabu. Maana sasa hivi ukifika na matibabu unakwambiaje, uende kanunue dawa hamna. Hilo nalo changamoto. Kwa hiyo tungependelea kabisa kama serikali tatujua kama wazee wahudumiwe katika matibabu. Mambo mengine atafuata, lakini ukubwa kabisa matibabu. Una kizee chako nyumbani kama hivi kimeamka kinaumwa, kwenda hospitali wewe mwenyewe kula tabu, afu na ile akatibiwa kwa hela, unaonaje? Hiyo inakuwa shida. Kwa hiyo kuanzisha kwetu tulikuwa tunataka tuanzishe ili serikali au jamii wenye uwezo waweze kutuona, naweza kutusaidia bwana, ukapata bima watu 3 2, hivyo nasogea. Matamanio ya wazee ya kuwa na mifumo bora yamepata mwangaza thabiti wa kisheria na kijamii. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima anaeleza kuwa juhudi, mikakati na hatua zilizochukuliwa na serikali kuhakikisha kuwa jamii inawathamini wazee na inalinda usalama wao dhidi ya ukatili wa kila aina. Mheshimiwa Mwenyekiti, utafiti uliofanywa na Shirika la Afya Duniani ulionyesha kuwa takriban watu 25 kati ya 100 hukabiliwa na changamoto za afya ya akili na saikolojia. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa changamoto za afya ya akili si swala la mtu mmoja, bali ni swala linalohitaji juhudi za pamoja. Katika kipindi cha utekelezaji, jumla ya wataalamu 95 wamejengewa uwezo juu ya kutoa huduma ya afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii. Wizara inatambua na kuthamini mchango wa wazee kama tunu muhimu ya taifa. Dhamira hiyo imeainishwa katika Sera ya Taifa ya Wazee ya mwaka 2003, toleo la mwaka 2024, inayosisitiza kuhusu ulinzi, matunzo, hifadhi ya jamii na ustawi wa wazee. Taifa lisilojali wazee linapoteza hazina ya maarifa, uzoefu, historia na utamaduni ambavyo ni msingi wa kujenga mshikamano na maadili ya jamii. Katika kipindi cha utekelezaji, wizara imetoa huduma za matunzo kwa wazee na wasiojiweza, wazee wasiojiweza 229, wanaume 139, wanawake 90, katika makazi ya wazee 13 yanayosimamiwa na wizara. Makazi hayo yapo katika maeneo mbalimbali nchini, nimeyataja aya ya 112. Sambamba na hilo, wizara imeratibu huduma za utoaji wa matunzo kwa ujumla ya wazee 268, wakiwepo kwenye makazi ya wazee 16 yanayomilikiwa na taasisi binafsi. Katika kuimarisha huduma za afya kwa wazee nchini, ikiwa ni utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa bima ya afya kwa wote, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imewezesha upatikanaji wa bima za afya kwa wazee wote 229 wanaohudumiwa katika makazi 13 ya serikali. Kadhalika, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu imefanikisha upatikanaji wa huduma za msamaha na matibabu na upimaji wa afya kwa wazee 586,638 zenye thamani ya shilingi bilioni 3.2. Katika siku hii muhimu, tunahitaji dira ya pamoja itakayobaki vichwani mwetu hata baada ya kufunga ukurasa huu wa makala hii. Mwanasaikolojia na wazee wote wanaungana kutoa rai na ushauri wa mwisho utakaobadili mitazamo yetu kuanzia leo.
Ukiona una mzee au ukimwona mzee amekwepa mishale mingi sana kwenye maisha yake, ana busara nyingi sana huyo mzee, mheshimu. Kuna watu ambao wanatamani kuwa na wazee, kuwa na babu yao nyumbani, aongee naye, hajapata hiyo nafasi. Kwa kama wewe una mzee nyumbani, mtunze, mheshimu, hiyo ni hazina. Hata kama hajasoma, lakini ana busara ambazo anaweza kukuongoza wewe kijana. Lakini usisahau wewe ni mzee ambaye anakuja soon, hapo kwa miaka michache tu ijayo. Jamii kwa ujumla, mimi nilikuwa na shauri kwa kwamba jamii, vijana waweze kufanya kazi na jamii yote iweze kuwasikiliza wazee na kuwasaidia. Bila hivyo itakuwa bado tena, sasa hivi kumeshaharibika, au vijana wenyewe baada wasaidie wazee, vijana nataka wasaidiwe vijana. Unaona, baada afika baba na jana niuma, sasa wewe ndio mwenye kutafuta uje ulete nile, yeye anasema jana niuma. Kwa hiyo jamii sasa hivi imekuwa ngumu kwa vijana kusaidia wazee, hata wazee kusaidia hao vijana na kwa tabu, na vijana wenyewe kufanya kazi wengi hawataki. Kwa kweli kwa dunia ya leo iliyoko ni 10 kwa 1 atakaye kuthamini labda katika jamii yako, kusema huyu ni mzee wangu, ngoja nimsaidie hiki, ni 10 kwa 1. Kwa ushauri, wazee hebu kwanza watizama kwa macho manne. Tuna shida, hatuna pa kukimbilia. Ndio maana unakuja kukuta inabidi tumlilie mama atutizama na sisi wazee. Hatuna nguvu ya kusema kwamba labda nitatoka hapa niende Kariakoo, au nitoka hapa niende labda Chanika, au nitoka hapa niende labda Gongo la Mboto. Hatuna uwezo huo, hali zetu ni dhaifu.